Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Jumla ya polo 28 zenye mchanganyiko wa karafuu, makonyo na unga wa karafuu yamekamatwa na kikosi maalum cha kuzuia magendo KEMKEM katika bandari Bubu kwa Makame, kijiji cha Mieleni, mkoa Kusini Pemba. Akitoa taarifa hiyo, kamanda wa KEMKEM kamandi ya Pemba Bakari Salum Othman amesema kikosi hicho kilifanikiwa kukamata mapolo hayo katika usafiri wa mashua, mtungi na gari ya ng'ombe ambavyo vilitumika kubeba mizigo huo. Idhaa kamanda huyo amesema kikosi hicho hakitasita kufanya doria mbalimbali ili kuibua wahujumu wa uchumi kisiwani Pemba. Kisha kwamba wale wote ambao tunawakamata au vitu vyao tunavyovipata tunavipeleka katika mamlaka za kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kitendo hichi cha kujaribu kusafirisha zao hili la karafuu kwenda nje ya nchi kwa kutumia bandari Bubu na kwa njia ya magendo hakikubaliki, kwa sababu zao hili la karafuu sheria inaruhusu kwamba ni kwenda kuzipeleka katika shirika la taifa la biashara ZSTC tu na si kwa njia nyingine yoyote au pale kitakapotoka kibali chengine maalum cha serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kufuatia kitendo hichi, tunaziomba mamlaka za kisheria kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanajihusisha na vitendo kama hivi, na nitoe wito kwa wananchi kufuata sheria na taratibu zilizowekwa ili waweze kujiepusha na madhara au matatizo ambayo yanaweza yakawafika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hadhara hii leo ni ya kwako wewe. Hivyo ni kuombe sasa uzungumze na wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba, lakini si tu wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba, bali ni wananchi wa Pemba wote na Wazanzibari wote, hasa kufuatia tukio hili la kukamatwa magunia haya 28 ambayo yanatokana na zao la karafuu. Ndazeeka mkoa Kusini Pemba Juma Bedi Juma amesema tahakikisha mzigo huo unafika sehemu husika kwa mujibu wa kanuni na sheria zilizowekwa. Tukio linatuthibitishia kwamba vyombo ambavyo vya ulinzi wa usalama ambavyo vipo katika mkoa wako vinafanya kazi masaa 24. Tumepokea mzigo huu kutoka kwa wenzetu wa KEMKEM. Sisi jukumu letu ni kulitekeleza kisheria. Tutakwenda kufungua ombi mahakamani, zitatoka siku 30 kwa mujibu wa sheria. Yoyote yule ambaye atakuwa na huu mzigo atapewa mamlaka kisheria aweze kujitokeza kwenda naye mahakamani kwa ajili ya kulikamilisha hili issue kisheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na kuhakikishia kwamba mzigo huu upo salama, ng'ombe yupo salama, atakuwa yupo katika ulinzi wa KEMKEM wenzetu pamoja na mashine. Kila kitu. Naye Mkuu wa Mkoa Kusini Pemba Hadidi Rashid amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua kali za kisheria kwa yeyote atakayehujumu uchumi na kukwamisha maendeleo. Amani, kutojali maendeleo ya nchi yao. Hasa sisi wananchi wa kisiwa cha Pemba au mkoa huu wa Kusini Pemba, leo wanakuja watu wanatuharibia uchumi wetu na kufanya kwamba usiwe madhubuti, ukofanya utetereke, hali ya maendeleo yatetereke. Sasa ikiwa katika jambo kama hilo, ni vyema tusiwe na huruma na tuwapeleke katika vyombo vya sheria. Mimi nikiwa kiongozi wa mkoa nitahakikisha kwamba tunadhibiti hili na tunapambana nalo. Tunashirikiana na viongozi wa KEMKEM ili kuona makamanda ya KEMKEM ili kuona tunapambana na hili, kuona kwamba uchumi wetu tunaudhibiti na tunapata maendeleo makubwa. Nataka niseme kwamba yule aliyefanya hii gari ya ng'ombe na ile mashua idhibitiwe, isitoke. Siku itoka kwenda popote lazima niarifiwe kwamba imekwenda pale fulani ili nijue namna gani ya kufanya. Mkiendelea kuja hapa mtu akija na huruma zake akaweza kulichukua chombo hichi, gari ya ng'ombe na ng'ombe wake akamchukua kutoka na huruma, basi mimi sitomvumilia mtu kama huyo, kwa sababu ni mtu ambaye hana imani na nchi yetu, hana imani na maendeleo yetu. Leo viongozi wetu kila wakati wanahubiri amani, wanatuhubiri uchumi wetu. Leo tunataka mabarabara, tunaona mabarabara yanavyojengwa, tunaona maendeleo, mashule na nini yanayojengwa, yanatokana na uchumi wetu huu wa karafuu. Leo mtu huyu anachukua karafuu, anangoja tu naftari, anakwenda kuchukua karafuu, anazipeleka bandarini, anazigapkani ili kusafirisha kwa manufaa yake tu binafsi, anakwenda nazo Tanga. Naona mkoa wa Kusini Pemba, wananchi wa Zanzibar wote, naomba sana tuwe na imani na nchi hii, tuwe imani na maendeleo yetu,
Tuwe na imani kwamba yote maendeleo haya tukiyapata yanajumuika kwa pamoja. Tunataka madawa, tunataka maendeleo mengine. Sasa leo watu wanatetereka kuchukua mtu mmoja peke yake, manake ubinafsi uliojaa. Sasa tunasema hatutovumilia, tutapambana na hawa. Kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.